Kuna sitaki kuwataja, kuna baadhi ya viongozi ambao tumesikia wakisema kwamba mtu haizi toka darasani unakuja hapo unatuambia unataka kuwa gavana wa Vihiga. Sitaki kutaja mtu. Sijui kauli hiyo mwalimu, manake wewe una historia yako ambayo inazungumza. Kwanza kabisa ningependa kusema kiongozi wowote ule, iwe katika sekta gani, you must understand the politics of that sector. So wasione kuwa nilikuwa mwalimu na ni walimu tu. Pia kule kulikuwa na politics. Pia kule kulikuwa na siasa. Na lazima umudu siasa hiyo. Kwa mimi kupanda hadi kiwango ambacho nilisema nilipanda kama mwalimu mkuu na nikawa mwenyekiti kwenda mpaka Afrika, kuna siasa. Hiyo kando. Mimi kwa upande wa hii siasa ingine ile wengine wanafikiria sijakuwa, kimekuwa. Lakini ni ile wakati huo unaicheza in the background. Mimi kuna hawa ambao wako sasa nimewasaidia, nimekuwa katika zile strategy teams zao. Tunasaidiana nao, sitaji kuwataja lakini wanajua. Wengine pia nimewasaidia kukua katika zile positions ambazo wako. Mimi mwenyewe nimekuwa katika siasa, nikasaidiana na UDA wakati walikuwa wanaunda manifesto yao. Hiyo si ni siasa. Kwa vile hawakuwa wakiniona kwenye jukwaa la kupiga kelele, ndio mtu atafikiria kuwa huyo hajakuwa kwa siasa. Lakini siasa ya Vihiga naielewa. Siasa ya nchi hii pia naielewa. Na wale wanasema kuwa hawezi tu toka huko na ukaja kuwa gavana, ningependa kuwauliza hao walitoka wapi? Hakuna kiongozi wowote, wawe wako sasa, wawe wako wapi, ambao walitoka tu kwenye mti na wakawa viongozi. Kwanza walianza from nowhere. Na mimi niko tayari kukosolewa kama kuna kiongozi wowote ambao alikuja tu na akawa kiongozi. Alitoka nowhere. Kwa vile kule alitoka watu wako wamejua. Sasa ndiye akashikiliwa, akajitosha kiwanjani, watu wakamsaidia, wakampa kura na akawa pale. Sasa asifikirie kuwa kwa vile yeye yuko pale, wale walimsaidia kufika pale, hawawezi saidia mtu mwingine pia kufika hapo. Wananchi ni wale wale. Na pengine wameangalia, wakaona hawa tuliwasaidia wako hapo, hatujaona matunda. Wacha sasa tujaribu pia mwalimu tumfikishe hapo. Na ni wananchi wataamua. Na mimi nimesema katika siasa za Vihiga kama gavana, mimi niko tayari kufanya kazi na watu wote. Ndio kwa maana hata katika timu yangu niko na watu wote wa Vihiga. Na Vihiga ni kubwa. Vihiga tuko na jamii ya Kimaragoli, jamii ya Wanyore, jamii ya Watiriki, jamii ya Waterik, jamii ya Waluo, tuko na Maoria pale, tuko na Wakikuyu ambao pia walikuja wamesettle huku, wanafanya biashara yao huku. Hizo jamii zote niko nazo katika timu yetu. Kwa sababu mimi nataka kuleta watu wetu wote wa Vihiga pamoja. Hakuna siku nitasema nisimame kwenye jukwaa niseme mimi sasa niko tayari kufanya kazi na huyu lakini na hawa lakini hawa ama huyu hapana. Basi utakuwa kiongozi gani? Ule tayari unachagua watu wa kutaka kufanya nao kazi na unataka ufanyie watu wa Vihiga kazi, sio watu wa Vihiga wa kufanya kazi. Wewe uwafanyie kazi, waweze kuona kuwa watu wote wa Vihiga wanajisikia kuwa serikali yao ya ugatuzi inawajali. Na kuwajali utakuwa umewaleta pamoja. Na hiyo ndio azma yangu. Ndio.